Ripoti za Chivihi Media leo zinaruka kutoka hapa chuo cha Musti. Kulikuwa na baraza la madiwani likijadili hoja mbalimbali, na miongoni mwa hoja ambazo wamejadili ni kuhusiana na miundombinu mbalimbali ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Mwenyekiti, swali langu ni kama ifuatavyo: ni lini manispaa ya Mtwara Mikindani itaona umuhimu wa kutafuta fedha na kwenda kufungua barabara zile zilizoko Mtekwezi, Mdenga na Madaba, ambapo ni maeneo yaliyopangwa kwa uwekezaji? Mwenyekiti, tunawashukuru pia watu wa TARURA kwa kuchonga barabara zetu ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani, lakini kwenye kata zetu kuna sehemu nyingi wameacha bila taarifa, lakini baada ya kuulizia wanasema kwamba wamepewa idadi maalumu ya kilomita za kuchonga. Sasa ni lini TARURA watamalizia viporo ambavyo wameviacha kwenye maeneo ambayo wamechonga barabara? Wakiwa wanachonga barabara, kuna miundombinu ya maji huwa wanakata, hasa mabomba. Je, ni lini hao wakandarasi watapita kurekebisha yale mabomba ambayo wameyakata? Msimu wa korosho umeshafika na halmashauri inategemea korosho kutoka maeneo yale, ikiwemo pamoja na vijiji Mbawala juu, Mbawala chini, Mkunwa na Mayakata. Korosho zote zinapitia ile barabara ya ndani ya katika. Je, ni lini ofisi yako na mkurugenzi watakuja kukagua ile barabara? Niambiwe sasa hivi. Na je, ni lini daraja lile pale litakuwa linajengwa kabla ya msimu wa korosho na kabla ya mvua za El Nino? Mstahiki meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani amepata nafasi ya kujibia hoja hizo mbalimbali ambazo zimetolewa na madiwani. Nachukua fursa hii kuwapongeza waheshimiwa madiwani kwa kazi nzuri mnazofanya katika kata zenu. Hii inaonyesha dhamira yenu mahususi ya kuhakikisha wananchi wetu wanapata maendeleo. Naomba waheshimiwa madiwani muendelee hivyo hivyo, tuhakikishe manispaa yetu ya Mtwara Mikindani inapaa kimaendeleo. Mkurugenzi, naomba yafuatayo yazingatiwe katika kikao hiki tulizozungumza. Kikao hiki yalizingatiwa. Tumepewa tahadhari kubwa ya El Nino. Mamlaka husika imetoa tahadhari kwamba kuna mvua kubwa inakuja. Sisi tuna wajibu mkubwa kuhakikisha mifereji yetu inakuwa safi na tutumie bajeti yetu. Kama unavyokumbuka waheshimiwa madiwani, tulitenga bajeti kwa ajili ya kutengeneza mifereji, kurekebisha mifereji. Kwa bajeti yetu tuliyoiweka katika bajeti iliyopita tuitumie kuhakikisha mifereji inakuwa safi. Sambamba na hilo, waheshimiwa madiwani, tuhakikishe tunawahamasisha wananchi wetu kuhakikisha mifereji inakuwa safi. Viongozi wa chama na serikali nao walikuwa na haya ya kuzungumza. Ni wasihi sana watumishi wetu wote mlioletwa kufanya kazi kwenye halmashauri ya Mtwara Mikindani, naomba tufanye kazi zile zilizokusudiwa. Ninaamini Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mmoja akisimamia na akitimiza wajibu wake, tutapunguza malalamiko kwa kiasi kikubwa kwa wananchi wetu. Waheshimiwa madiwani, tumeletwa hapa na wananchi wetu kutoka kila kata. Niwaombe tusimamie sana yale ambayo tunaelekezwa, tusimamie sana yale yaliyoelekezwa kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Unakuta kwamba anafika mtu kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini hajasikilizwa na mtendaji wa mtaa wala mtendaji kata. Naomba niagize watawala wenzangu tufanye mikutano ya kusikiza kero za wananchi. Zile ambazo zitakuwa zimewazidi zilizofika ofisi ya mkurugenzi, na mkurugenzi naye aweze kushughulikia kwa nafasi yake. Inakuwa ileti afya mkurugenzi anakuja kule kuona kwamba kuna kero nyingine ambayo ingeweza kutatuliwa kwenye ngazi ya chini, lakini inafika ofisini kwake. Kutoka hapa manispaa ya Mtwara Mikindani, mimi ni Fatima Harfan na hii ni Chivihi Media.